Tumeona kwanza tamko lenu la jana kuhusiana na maridhiano. Mmesema maridhiano bila haki, uwajibikaji na vitu kama hivyo. Tumeona nyinyi mmekuwa mfano mzuri sana Zanzibar kule kwa kukaa pamoja na kutengeneza serikali ya umoja wa kitaifa. Lakini huku bara mnakwama wapi? Kwa sababu ukiangalia kule chama ambacho mmeingia nao makubaliano kule ndio chama hicho pia ambacho Tanzania bara na yenyewe kinashika hatamu ya uongozi. Naam, nadhani kwanza ni muhimu kuelewa muktadha wa Zanzibar. Zanzibar imeingia kwenye matatizo makubwa kama haya ambayo tuliyapitia sisi mwaka 2025 tangu kuanza tuko mfumo wa vyama vingi, na kilele ilikuwa ni mwaka 2001 ambapo mauaji makubwa yalitokea. Na kama watu wanakumbuka vizuri, aliyekuwa IGP Omar Mahita hivi karibuni amewahi kueleza namna ambavyo jeshi la polisi lilifanya mauaji, na yeye anajiita alikuwa katili zaidi ya IGP. Na kwa hiyo tuliingia kwenye mkwamo mkubwa wa kisiasa. Kwa hiyo mchakato wa kuifikisha Zanzibar pale ambapo angalau leo imefika ulianza baada ya hapo, na tulipitia hatua nyingi ikiwemo kuja kwa Chifu Anyok kutoka Jumuiya ya Madola, kuundwa tume za uchunguzi za Kinambiku na hiyo ya Jumuiya ya Madola, na baadaye kuja muafaka ambao ulifikiwa mwaka 2010 uliofanya mabadiliko ya serikali ya Zanzibar na kuleta serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa kile ambacho tunakiona Zanzibar leo ni muendelezo wa kulinda yale mlio dhamiria kuyafikia. Kwamba mlifika mahala mmetofautiana, mmeingia mpaka nchi imeingia kwenye mauaji, imezalisha wakimbizi, lakini mwisho wa siku viongozi wakakaa na kuona tunawezaje kupata suluhisho la kuiongoza Zanzibar bila umwagaji wa damu. Na hapa tunaweza tukamshukuru Amani Karume wakati akiwa rais, alikuwa tayari, alikuwa na utashi wa kisiasa, kwa sababu sisi tulikuwa tunashiriki ule mchakato. Wakati tulikuwa CUF tulikuwa tunajua kwamba kuna kundi kubwa la watu walioko kwenye chama tawala hawakuwa wanapenda, na watu wengi hawajui. A day before sheria ya ile sheria ya kwenda kuingia kwenye referendum ya serikali ya umoja wa kitaifa, Rais Karume aliwahi kuwaita wawakilishi wote Ikulu. Na walipofika akawaambia, sasa jamaa tumeshakutana hapa, kwa hiyo tutalala hapa, kesho tuendeni kwenye baraza. Kwa sababu kulikuwa na taarifa kwamba kulikuwa na watu walikuwa hata na fedha za kuwaonga wasipitishe ile sheria. Lakini kwa sababu ya dhamira ya kisiasa alikaa nao, kwa sababu jambo lilikuwa mmeshakubaliana. Ndio maana watu wanafikiria kutumia fedha kuzuia huo mchakato. Na baadaye sheria ile ikapitishwa, Zanzibar ikapata mabadiliko ya katiba, wakawa na serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa baada ya hapa juhudi zinazoendelea sasa ni za kulinda hayo malengo ambayo yalishafikiwa. Kwamba tuliunda serikali ya umoja wa kitaifa mwaka 2010 kuja 2015, na mwaka 2015 uchaguzi ukafutwa, CUF ikajitoa, haikushiriki tena uchaguzi. Mwaka 2020 tukashiriki uchaguzi tukiwa ICT sasa wakati huo na Maalim Seif, na baadaye tukashiriki serikali ya umoja wa kitaifa. Yakawepo mambo mengi ambayo hayakuwa yamekwenda vizuri. Tulipokuja kwenye mwaka jana 2025 tumekwenda kwenye uchaguzi, kwanza Zanzibar ikaweza angalau kudhibiti uwezekano wa mauaji kutokea. Na baada ya hapo tarehe 9 Novemba, kumbuka ni muda mfupi sana tangu serikali imeapa, walokuwa marais wastaafu, Amani Karume ambaye alikuwa ndio rais aliyosimamia mchakato wa mabadiliko ya Zanzibar, na Dr. Shein ambaye amehudumu muhula mmoja katika serikali ya umoja wa kitaifa na muhula wa pili bila serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hiyo anajua kama angekuwa na mawazo kwamba serikali ya umoja wa kitaifa haikuwa na maana, alionja ule uzito wa kuongoza Zanzibar bila serikali ya umoja wa kitaifa kwa miaka 5, na aliongoza kwa miaka 5. Kwa hiyo hawa viongozi wawili waliona ni busara kukutana na pande zote mbili, na wakakutana na viongozi wa ACT Wazalendo na kuomba kwamba ni muhimu tuanze mchakato wa majadiliano kuona tumekwama wapi, tunaweza kufanya nini. Na ndio maana mchakato huo umekwenda kwa miezi 8, lakini hatimaye tukafika mahala tukakubaliana juu ya mambo gani ya msingi yanayoweza kuimarisha na kulinda yale malengo yaliyofikiwa, yaliyotufanya tufike kwenye mahala tukaunda serikali ya umoja wa kitaifa, ili kuiepusha nchi kwenye mauaji, kwa sababu ilikuwa Zanzibar kila miaka 5 mnaingia kwenye mkwamo wa kisiasa. Aidha kwa kuwepo mauaji, kuwepo wakimbizi, au kuwepo malalamiko ambayo yanaiacha jamii ikiwa imepasuka. Kwa hiyo ili kuyalinda, mabadiliko gani yafanyike? Tumeingia mjadala ule na tumeazimia au tumefika mahala
tukaestablish maeneo karibu 7 ya kufanyia kazi. Mwenyekiti alieleza kwa sababu ni mengi, ikiwemo kufanya mabadiliko ya katiba na kupitia upya ule muundo wa umoja wa serikali ya umoja wa kitaifa, ili ukianza at least nchi nzima reflect hivyo namna ambavyo inapaswa kuendeshwa. Nadhani mambo haya baada ya hapo yanapaswa kwenda kwenye hatua ya kiutekelezaji. Bahati nzuri tumesha sign hizo agenda na tumefika mahali pazuri. Tulipokwama ni wapi? Naweza kuuliza huku Tanganyika. Na hili ni swali nalijibu mara ya pili. Niliwahi kusema kwamba moja kati ya kitu muhimu sana mnapopata tatizo la namna hii, kwanza ni kukiri kwamba hapa kuna mambo hayakwenda sawa sawa. Na mkishakuwa mmekiri kwamba kuna mambo hayakwenda sawa, mnaepuka utumwa wa lile kosa lililotokea. Yaani mwaka 2025 vyovyote itakavyosemwa, wameuawa raia. Vyovyote itakavyosema wako watu wameuawa majumbani kwao. Vyovyote itakavyosema kulikuwa na jeshi la wananchi ambalo lina wajibu wa kulinda usalama wa nchi hii. Tulikuwa na jeshi la usalama wa taifa lina wajibu huo. Tulikuwa na jeshi la polisi. Mambo haya yalitokea wakati haya majeshi yetu yapo. Kwa hiyo kuna mambo hayakwenda sawa sawa. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba kuna hilo tatizo na limeleta madhara makubwa. Ripoti ya Ichande inasema zaidi ya watu 518 wameuawa. Na watu zaidi ya 518, hatukuwahi kupata tukio la namna hiyo katika nchi hii. Kwa hiyo kwa vyote vile ni tukio kubwa ambalo linahitaji attention ya kitaifa, kuona mnakwendaje mbele na iacha nchi ikiwa imepasuka, kwa sababu tunalaumiana nani ameua. Upande wa serikali una maelezo yao, upande wetu sisi wapinzani tunaona kwamba vyombo vya dola vimeshiriki na vimetumia nguvu kubwa, vimepelekea mauaji makubwa na vinapaswa kuwajibika. Sasa ni muhimu kwanza ilikuwa ni kukiri kwamba kuna tatizo ambalo limejitokeza na lazima watu wawajibike. Na moja kati ya watu wawajibike, principle nyepesi kabisa. Kuna watu walikuwa na wajibu wa ulinzi na usalama wa nchi yetu. Ndio majukumu yao. Yaani IGP kwa mfano, yeye ndo custodian wa masuala ya usalama wa raia. Yaani ilitokeaje raia wanauawa na yeye ni IGP. Kwa hiyo yeye anapaswa kuwajibika. In fact alipaswa kuwajibika yeye mwenyewe. Not necessarily kwamba yeye ndo ameenda kupiga risasi. Ile fact kwamba watu wameuawa ambao alikuwa na wajibu wa kuwalinda. In fact ambayo ungetegemea awajibike kama kiongozi. Maridhiano ni kitu muhimu. Yaani hamwezi kutoka hapa bila kujenga misingi mizuri ya maridhiano. Isipokuwa tumesema tu kwamba msingi mzuri wa maridhiano unapaswa kujengwa kwanza na ukweli, lakini pili uwajibikaji na haki. Ili muweze kwenda mbele. Kwa maana ya kwanza lazima tupate taarifa sahihi ya nini kilichotokea. Yaani hamwezi kutatua tatizo kubwa kama hili kama hilo jambo halijulikani na au mnabishania. Yaani hamwezi kuwa mnakwenda kwenye maridhiano mnabishana tatizo letu ni nini. Yaani lazima muestablish fact kwamba tatizo letu ni hili. Lakini pia lazima mujenge misingi ya uwajibikaji ili kila mmoja ambaye anaona kwa namna moja au nyingine ameshiriki kuweza kufanya. Hii sio jambo geni. Kuna watu wamepitia mambo mabaya kuliko sisi kama Rwanda, Burundi, kwa mauaji ya kimbali, watu nakumbuka Wahutu na Watusi wameuana, wako hata viongozi wa dini walituhumiwa na vitu vya namna hiyo. Lakini baadaye walianzisha mahakama za gachacha ambazo uwajibikaji wakati mwingine ilikuwa ni kwenda tu kudeclare kwamba ulishiriki vipi na kuomba radhi ni public. Wenzetu Afrika Kusini wamepitia apartheid na walipitia hivyo. Ilifika mahala watu walitakiwa viongozi waje wa declare namna walivyoshiriki na kuomba radhi ni public. Na baada ya hapo watu kufidiwa wale ambao wamepata madhara. Nchi ikatoka pale ikaenda mbele. Katika mazingira ambayo ikionekana kwamba kila upande una Ramabi, uko na swali? Endelea ndugu yangu. Mimi nataka tueleze kidogo. Kuna namna ambayo wanasiasa kiachana chama ambacho kinashika hatamu, kuna namna taswira inajengeka. Ukiangalia namna ya ushawishi uliopo, ACT ni chama chenye ushawishi, Chadema ni chama chenye ushawishi. Kulinganisha nani zaidi hapo inakuwa ni wenyewe. Lakini taswira yenu nyinyi ACT huwa inaonekana kama haikubaliki kwa upande wa Chadema na wanasiasa wengine. Unazungumziaje hiyo hali katika kutafuta haya ambayo mmeyajenga kama misingi? Mmezungumza mamlaka ya Zanzibar, mmezungumza katiba, mmezungumza haki na uwajibikaji. Kwenu nyinyi sasa kuonekana kwamba mnatoa mawazo, mnatoa tamko lakini bado hamkubaliki na wenzenu. Tunatengeneza taifa gani na tija yenyewe ni ipi? Kwanza ni muhimu kujua kwamba sisi kwa mfano na chama unachokitaja Chadema ni vyama viwili tofauti. Kwa ni jambo la kawaida kabisa kuwa na mawazo ambayo mnatofautiana. Lakini kuna mahali mnapaswa kukutana. Na mahali ambapo tunakutana hata sasa yako mawazo ambayo tunaungana. Yaani sote tunakubaliana kwamba kulikuwa na tatizo tarehe 29.
tunakubaliana kwamba kuminywa kwa haki za kiraia ni sehemu ya hilo tatizo. Tunaweza kutofautiana kwenye hatua zipi za kuchukua kwenda mbele, lakini lilo muhimu ni kwamba mahali ambapo tunapaswa kukutana ni kwenye mjadala wa kitaifa ambao mawazo haya yanapaswa kuunganishwa. Kwa hiyo nadhani kuwa sisi hatutumii muda mrefu kwamba Chadema wakubaliane na sisi au sisi tukubaliane na Chadema, isipokuwa tunatamani sisi tuheshimu mawazo ya Chadema na Chadema waheshimu mawazo yetu, kama ambavyo pia na sisi tutaheshimu mawazo ya chama kingine, hata Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kuheshimu mawazo na kujua misingi ya kutofautiana, hii ndio base ya kufika mahala mkajadiliana, kwa sababu hata misingi ya kujadiliana hawajadiliani watu wenye mawazo ya pamoja. Yani mkiwa na mawazo tofauti ndio mnakutana, mnajadiliana kutafuta wazo lililokuwa bora. Kwa hiyo kuwa na mitazamo tofauti sisi tunaona ni afya ya demokrasia yetu, na kwamba hata leo ACT Wazalendo ikiunda serikali, Chadema itakuwa ndio chama cha upinzani na kitakuwa na wajibu wa kuchallenge mienendo ya serikali na kufuatilia kuwa watchdog. Hivyo kama ambavyo tunafanya, na hivyo kama Chadema itaunda serikali leo, ACT Wazalendo haitokuwa kwa sababu Chadema alitokea kwenye upinzani basi yenyewe haitofanya wajibu huu ambao ni wajibu wa kisiasa. Unapokuwa haundi serikali, wajibu wako mkubwa ni kufuatilia mwenendo wa hiyo serikali, kutoa opinioni zako, kukosoa pale ambapo haiendi vizuri na kutafuta namna bora ya kuendesha nchi yenu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo nadhani tunakubaliana. Kwa hiyo moja, wote kwa sasa ukisikiliza vyama vyote, mimi nimemsikiliza mwanasheria naibu katibu mkuu wa Chadema Golugwa akiwa anazungumza, nimemsikiliza Heche makamu mwenyekiti bara, wote wanazungumzia kwamba maridhiano ni muhimu. Wameweka masharti tu kwamba wao wanataka kwanza mwenyekiti wao atoke ili ashiriki hayo maridhiano na mambo mengine. Kwa hiyo nadhani tunakubaliana kimsingi, na nimemsikia rais wa TLS jana Mwabukusi naye akizungumzia kwamba hata hiyo katiba huwezi kuanza kuzungumzia kwenda kwenye katiba kabla hamjapita kwenye hatua ya maridhiano. Kwa hiyo lugha ya maridhiano kwa sasa ni lugha ambayo sote tunaizungumza. Mahali ambapo tunahitilafiana pengine ni namna gani ya kuendea huo mchakato. Na mimi kwa kweli ukiniuliza, nazungumzia ujasiri wa serikali sasa kututoa hapa kwenye mijadala hii kwenda kwenye hatua ya mbele ya kuwa sasa tunaweza tukakutana, tukajenga hoja kwa pamoja, tukaweka msingi wa namna gani kama taifa tunaweza kutoka hapa tulipo tuweze kwenda mbele. Na kwa sababu serikali yenyewe ni sehemu ya watuhumiwa, busara inataka, na ni kama tulivyofanya Zanzibar, tuwepo na chombo kingine, LSA Umoja wa Mataifa, na yani kuwa na mtu wa tatu ambaye sio serikali, sio sisi vyama vya upinzani au wadau wengine kwenye nchi. Yeye asimamie, kwa sababu kwanza atakuwa na standards za nchi nyingi. Na hivi kwetu sisi Tanzania si jambo geni. Tulifanya hivyo, Chifu Anyoko alikuja Zanzibar. Kile tunachokifurahia leo Zanzibar ni matokeo ya kazi ambayo ilifanywa na Jumuiya ya Madola, ambapo sio kwamba hakuwa na serikali, Rais Mkapa alikuwepo wakati ule. Sio kwamba hakukuwa na serikali, Rais Amani alikuwepo, alikuwa rais. Lakini mlifika mahala mlikaa, wao wakiwa ni chombo cha tatu kinajaribu kubalance ile misimamo ya pande zote. Na juzi hapa Chakwera alipokuja, mimi nafahamu kwamba hata baadhi ya misimamo ya watu Chakwera alikuwa anasikiliza, na kuna watu walikuwa wanasema hatutaki kuzungumza, hatutaki mazungumzo. Chakwera akawa anawaambia sasa sisi tunavyofahamu mambo haya yanashughulikiwa kwa njia hizi mbili. Njia ya kwanza ambayo ni maarufu na ndio inayokubalika ni ya kidiplomasia. Na diplomasia ni mazungumzo. Njia ya pili ni vita. Kwa hiyo option hipi mnataka? Maana kama ni vita sisi hatuwezi kusimamia. Maana wenzetu itakuwa mnaimudu, mtatatua hilo tatizo. Lakini kama ni njia ya kidiplomasia sisi tunaweza, au tunaweza kuishauri serikali ili Commonwealth pengine waje wasimame na kutafuta suluhisho. Na nimeona mawaziri wa jumuiya kule Uingereza wamechukua hatua kadhaa. Na nimeona hata azimio la Marekani wakisisitiza uwepo wa hili Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo muhimu ni kwamba jumuiya za kimataifa zinatusaidia pale ambapo mna hitilafu za ndani na mnapoweza kukaa mezani. Kwa sababu hamwezi kukaa mezani kati ya mmoja ambaye mnamtuhumu aongoze hicho kikao. Ni vigumu hata kama hoja zake ni nzuri. Lakini akiwepo mtu wa tatu, basi hoja za upande huu zitaletwa na hoja za upande huu zitaletwa, standards za mijadala kwa level ya kimataifa zitafanyika, na kwa hiyo mtapata tu suluhisho.
Nilikuwa nataka kuuliza makamu mwenyekiti hapo, kwanza ni namna gani ambako tunaweza kuwa na mazingira ambayo ya maridhiano na mazungumzo kama unavyosema, lakini bila kuleta mgawanyiko zaidi wa hapa tulipo? Naam, kwanza ni muhimu kukubali kwamba tunataka kukutana. Jambo ambalo naona sasa kuna consensus. Yani karibu wadau wote wanaona umuhimu wa kukutana. Lakini pili, kuweka misingi ambayo itajenga kuaminiana. Kwa sababu moja kati ya changamoto kubwa sana kuelekea mchakato wa mijadala ya namna hii ni kujenga mazingira ambayo mtaaminiana. Na ndio maana tukapendekeza kwamba uwepo wa jumuiya ya kimataifa unaweza ukastabilize hiyo. Ili muweze kujenga mazingira ya kuaminiana ninyi wenyewe. Lakini tatu ni uwepo wa utashi wa kisiasa. Yani lazima mfike mahala mwe mnasema kwamba no, sasa tunakwenda kwenye mazungumzo ambapo tunapaswa kupata suluhisho ya kweli ili kuondosha changamoto iliyokuwepo kwenye nchi yetu. Na bahati nzuri sana facts zote zipo. Yani pamoja na kwamba sisi hatukuiunga mkono au hatukuunga mkono kikosi tume ya Jaji Chande, lakini ukisikiliza hata ripoti ya Jaji Chande iliainisha facts nyingi sana ambazo sisi tunakubaliana nazo. Hata ripoti yake ya tume ya haki jinai iliainisha facts nyingi sana ambazo sisi tunaamini kwamba zingefanyiwa kazi Oktoba 29 singefikiwa. Kwa hiyo tukipitia huo mchakato tuna uwezo kabisa wa kujenga mazingira ambayo yatatuweka pamoja na tutapata suluhisho. Maridhiano kama unavyosema ni kitu ambacho mnapokuwa kwenye mkwamo mchague ama kukaa kuzungumza ama kurudi kwenye vita. Sisi bila shaka tunachagua maridhiano na watu wote tuko tayari kwa maridhiano, mazungumzo. Lakini ni kama vile mazungumzo yako ni kama vile bado kuna element vya kusita kwenye maridhiano. Unafikiri ni nini zaidi hapo? Yani ukweli ni kwamba tunacho tofautiana hasa kwa sasa ni mazingira gani mjadala wa maridhiano utafanyika. Na kama nilivyosema ni kwa kweli ni tatizo la kutoaminiana. Kwa hiyo ni kama vile upande wa serikali una hofu wa nini tunataka tuzungumze mbele ya jumuiya ya kimataifa. Ni kama vile serikali yenyewe inaona kwamba au upande wa vyama vya upinzani na wadau wengine wanaona kwamba serikali kama inataka kuzuga tu ipate mazingira mazuri ya kutawala badala ya kuwa responsible kwa hiki kilichotokea. Haya ndio mambo ambayo yanatia wasiwasi kwa namna moja au nyingine. Lakini na nyie kama vyama vya upinzani, mambo gani ambao unafikiri mnaweza mkafanya mkaijengea confidence serikali wakajua kwamba mna nia njema ya maridhiano? Kwanza sisi kwa upande wetu kwanza fact kwamba tumefika mahala tunasema we are ready to sit. Mko tayari kukaa. Tuko tayari kukaa. Hii ni kitu ambacho kwa serikali, kwa sababu ziko nchi ambazo mkishapita kwenye mambo kama yale yani watu hawataki kukaa. Kila siku mnakwenda barabarani. Serikali inalazimika au vyombo vya dola vinalazimika kutumia nguvu kubwa. Kwa hiyo tatizo linazidi kuwa kubwa. Hamuendi mbele. Lakini sijaona mimi tangu tumetoka kwenye tarehe 29 mpaka sasa hamna chama cha siasa chochote ambacho kimetangaza maandamano. Badala yake vyama vya siasa vyote vimesisitiza kwamba ni muhimu tukae na tupate msuluhishi au umuhimu uchunguzi ufanyike ili kila aliyehusika awajibishwe. Na hata kama sisi tumehusika, maana unajua uchunguzi, raha ya uchunguzi inatafuta facts regardless nani aliyoko nyuma ya hizo facts. Sawa kabisa. Mwenzetu yuko Zanzibar ana swali. Kuna swali moja. Kuna tume ya jinai ambayo yuko katika uchunguzi. Msimamo wa ACT ni lakini mwisho wanasiasa duniani wamekuwa sababu ya haya ambayo yamejitokeza Tanzania, kama walivyozungumza upande wa Zanzibar. ACT mmejifunza nini? Naam, kwanza sisi hatuafiki tume ya haki hiyo ya sasa ambayo imeundwa mpya ya kwenda kufanya uchunguzi, kwa sababu hata hadidu za rejea kila ukisikiliza zile hadidu za rejea tunaamini kwamba haziendi kutatua tatizo. Sababu hadidu za rejea ni kama una accuse tu upande mmoja. Na sisi tunadhani inapaswa kufanya tume ilipaswa kufanya hivyo, na tunaamini Jaji Chande angeweza kufanya hivyo au ripoti yake, kwa sababu tu haiko wazi, pengine ina hizo facts. Lakini ni kweli pia kwamba michakato ya kisiasa duniani imekuwa ikitufikisha mahali kama hapa. Na ACT tumejifunza nini? ACT tunachojifunza ni kwamba
masuala haya yote ya kisiasa yanapaswa kujadiliwa, na wakati wa kujadili maslahi ya taifa lazima yawe mbele kuliko maslahi ya vyama na maslahi ya vyeo vya mtu mmoja mmoja. Mkifanya hivi nchi inakwenda mbele. Lakini kubwa kuliko lote ni muhimu mnapokuwa na katiba madhubuti, katiba ambayo inaweza kudhibiti mianya inayoweza kutumiwa na wanasiasa kuhujumu haki za kiraia, na mianya inaweza kuwafanya wanasiasa wasiwajibike kwa wananchi, basi matatizo haya huwa makubwa zaidi, kwa sababu kwa kawaida wanasiasa hupenda kulinda nafasi zao kuliko kubaki kwenye kusikiliza wananchi wanataka nini. Kama ACT mngepewa nafasi ya kupendekeza mpatanishi ambaye angetukalisha na kutuondoa hapa tulipo, namba 1 mngemtaja nani? Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa. Kwa nini Umoja wa Mataifa wakati umeshinda kumaliza migogoro kama ya Gaza? Tumeona imeshindwa kumalizika. Mgogoro wa Iran wenyewe ni kama umewashinda sasa hivi na Marekani. Gaza, Iran ni vita. Haya tunazungumzia ni mazungumzo. Lakini ni migogoro ambayo inaweza kama ni migogoro. Yaani kuna vita. Mazingira ya vita ni tofauti. Vita haviendi kusuluhishwa kwa maneno. Hata tulipokuwa tunasema Kongo naenda kulinda amani, mnatengeneza kikosi cha jeshi. Mnapeleka wanajeshi wakiwa na silaha ndio wanaenda kupigania amani. Hapa tunazungumzia muje mzungumze. Mkisema kuzungumza, mnahitaji negotiators hawa wa jumuiya za kimataifa ili kuweza kuweka pamoja, kwa sababu mko tayari kuzungumza. Ingekuwa ni vita, ungetaka mtu mwenye silaha, na Umoja wa Mataifa hauna jeshi. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.